Okay, mambo vipi? Naamini kabisa kwamba tuko vizuri. Najisikia vizuri sana napokutana na wewe hapa. Tuzungumzie mambo kadha wa kadha yanayoendelea katika mpira wetu wa miguu, na as we know, hii ni wiki nyingine ambayo itakuwa na vitu vingi, kwa sababu ndani ya hii wiki tutashuhudia bonge moja la mechi ambayo itapigwa siku ya Pasaka, tarehe 20 ya mwezi wa 4 ya mwaka 2025 pale katika uwanja wa New Amani Stadium. Tayari umeshajua kwamba uwanja utakaotumika katika michuano hii ni uwanja wa New Amani Stadium. So hiyo haina shaka katika hilo, na naamini kabisa wewe mwenyewe umejiandaa kwa ajili ya kutazama hiyo burudani ya soka ambayo itakuwa ni ya kustajabisha sana. Simba hawezi kutumia uwanja wa Taifa kwa sababu uwanja huo ulifungiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya kurekebisha lile eneo la pitch. Na tayari ninavyozungumza nawe hii leo, kampuni ya Kituruki imeanza kazi pale ya kurekebisha ule uwanja ili uwe na standard za kimataifa. Maana yake ni kwamba uwanja ule unaelekea katika marekebisho, na mechi ya Simba uwanja na Stellenbosch itapigwa pale katika uwanja wa New Amani Stadium. Na tayari uwanja huo Simba wameruhusiwa kuuza karibia tiketi 15,100 kitu hivi. Ni robo tu ya mashabiki wanaoingia katika uwanja wa Taifa, kwa sababu uwanja wa Taifa una uwezo wa kuchukua mashabiki 60,000. Wanapewaga uhuru wa kuuza tiketi karibia 50,500. Kwa maana yake ukijaribu kutazama mashabiki wanaoingia kwenye uwanja wa New Amani Stadium, ni tunasema ni robo tu ya wale ambao wangestahili kuingia katika uwanja wa Taifa. Kusema la kwamba sio kitu ambacho inawezekana Simba Sports Club kitawafurahisha, kwa sababu wanahitaji kuwa na mashabiki wengi, lakini end of the day hawana chaguzi, lazima wacheze katika msingi wa namna hiyo. Simba siku ya leo wanasafiri mapema kuelekea Zanzibar. Kwa nini Simba wanasafiri mapema? Wanasafiri mapema kwa sababu ya wakayazoee mazingira ya Zanzibar, wakafanye mazoezi kwenye viwanja vya Zanzibar na New Amani Stadium, ili siku ya mechi ikifika wasiwe wageni pale. Unajua mazingira ya Zanzibar na Dar es Salaam si sawa sawa, na mechi itapigwa majira ya saa 10 za jioni. Kwa muda ule kidogo jua linakuwa ni kali, na Simba wanahitaji kuzoea hiyo hali ili Stellenbosch wakifika kwenye wakati wakute Simba tayari wamezoea hayo mazingira. Simba wamesafiri na technical bench lao lote kuelekea pale Zanzibar na kujiweka sawa kwa ajili ya mchezo. Simba watakuwa nakipiga dhidi ya Stellenbosch, na bahati mbaya unajua tukizungumzia Stellenbosch watu wengi wanaweza wakawa waelewi timu ya Stellenbosch ni timu ya namna gani, na niko hapa kwa ajili ya kuizungumzia kidogo Stellenbosch. Stellenbosch ni timu ambayo kwa wale ambao wanafuatilia sana ligi kuu pale Afrika Kusini, ni ligi inayoshiriki ligi kuu Afrika Kusini, na makao yake makuu yapo kwenye jimbo ama mji wa Stellenbosch, jimbo la Western Cape. Ingawa ni club changa, imekuwa ikilinganishwa na timu vigogo nchini humo. Stellenbosch imepiga hatua kubwa sana, hususan katika msimu huu wa mwaka 2024-25, na ninavyozungumza nanyi wako kwenye nafasi ya 5 kwenye Premier League ama PSL, Premier League South Africa League. Wako vizuri kusema la ukweli kwa siku za hivi karibuni, lakini ni timu ambayo imeanzishwa kufahamika kama Stellenbosch rasmi mwaka 2016 baada ya kampuni ya soka ya Stellenbosch Academy of Sports, ama kiufupi wanaitwa SAS, ambao waliamua kununua leseni ya klabu ya Vasco da Gama FC, na walinunua Vasco da Gama FC mapema tu kabla hata kuibadilisha jina. Ikapambana na ilivyoonekana inaendelea kufanya vizuri, wakaibadilisha jina, na Vasco da Gama ilikuwa kwenye jiji la Cape Town. Wakaihamisha kutoka Cape Town wakaipeleka kwenye lile eneo linalofahamika kama Western Cape, na ambayo ilikuwa inacheza kwa kipindi kile. Vasco da Gama ilikuwa inacheza Nation First Division ambayo ilikuwa ni daraja la pili. So mara baada ya kupanda daraja la kwanza wakaibadilisha jina na kuipa jina la Stellenbosch. Kwa nini? Lengo kuu lilikuwa ni kukuza vipaji vya soka kutoka Western Cape na kwa timu yenye mizizi katika eneo la Stellenbosch, kwa sababu lile ni eneo ambalo alikuwa na timu. Unavyojua Afrika Kusini, ukiachana football, mchezo mwingine ambao umechezwa sana ni rugby, na wanacheza sana rugby kwa sababu kubwa kadhaa. Moja ni kwa sababu ya
unajua ni nchi ambao wamekaa sana makaburu wamekaa pale mpaka mwaka 2000 na mpaka mwaka 1990 na hapo. So mchezo wa rugby ni mchezo ambao walikuwa wanacheza sana, so wamekaa sana pale, na ile eneo walikuwa wanacheza sana rugby, football sio sana. So Stellenbosch, kampuni ya Stellenbosch inahitaji kupata timu ambayo itatoa kama platform kwa wachezaji wazawa kwenye lile eneo waweze kufika mbali zaidi na kufanya vizuri, na lengo lao kubwa lilikuwa ni kukuza hivyo vipaji. Na msimu mwaka 2018-19 Stellenbosch ilitoa ubingwa wa National First Division na kupanda rasmi ligi kuu pale Afrika ya Kusini. Na kwenye haya maendeleo wamefanya kazi nzuri. Baada ya kupanda daraja tu, klabu ikajikita kwenye kukuza vipaji vya wachezaji chipukizi pamoja na kujenga utawala thabiti. Imeendelea kuonyesha uwezo mkubwa wa kutokuwa na historia ndefu sana, lakini wamefanya kazi nzuri. Uwanja wao unafahamika kama Dan Craver Stadium, ulioko ndani ya chuo kikuu cha Stellenbosch huko pale, na kimekuwa ni kitovu cha maendeleo ya vipaji kutoka Western Cape, na wamefanya vizuri kwenye mashindano kama PSL na MTN9 na wakapata nafasi ya kushiriki michuano ya CAF. Hawa walitoka kwenye timu inayofahamika kama Vasco da Gama, timu ambayo imeanzishwa mwaka 1980. Hawa walifanya mambo kadha wa kadha na wameweka historia kadha wa kadha. Walikuwa nafasi ya 15 mwaka 2011, walishuka, hawakuwa wanafanya vizuri mpaka pale waliponunuliwa na hiyo klabu ya Stellenbosch. Na moja kati ya kitu ambacho mimi nimekipenda kutoka kwa Stellenbosch ni kwamba hawa jamaa wamekuwa na kocha mmoja tangu mwaka 2017, na huyu si mwingine ni Stephen Barker ambaye yuko pale tangu mwaka 2017. Amefanya kazi kwenye timu nyingi kama Amazulu, na mwisho siku akajiunga na Stellenbosch, na walikuwa karibu kumfukuza, lakini wakasema jamaa tayari ashajua philosophy ni nini unachokihitaji, wakamvumilia. End of the day, msimu mwaka 2023-24 wamemaliza nafasi ya 3 kwenye ligi kuu pale Afrika Kusini. Wameshiriki michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, na this time around wako nafasi ya 5, wako ni nafasi ya nusu finali. Safari yao kwenye michuano ya kimataifa haikuwa safari nyepesi, na naamini huko tunakoelekea nitakuja nikuelezee vitu vingi sana kuwahusu, hususan kwenye hili eneo la safari yao kwenye michuano ya klabu bingwa kombe la shirikisho barani Afrika, kwa sababu tunahitaji kukaa hapo na kupatazama vizuri jinsi ambavyo walivyojipata wako hapo. Mimi naitwa Almancho Subhanu Fasikanyase, nikaona si mbaya nikikufahamisha historia ya Stellenbosch mpaka hao jamaa wamefika hapa. Ilikuwa ni timu ya namna gani, imefanya makubwa yapi, end of the day tuweze kuijua vizuri. Na tamani kusikia hata wewe mwenyewe ukiniambia chochote kuhusu Stellenbosch na historia kadhaa ambayo nimekupatia, na utakuwa umenisaidia sana na utakuwa umeonyesha kwamba wewe ni familia yangu sana. Asante, saluti la familia.